Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Wafalme wa kwanza sura ya 17 aya ya 9. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia ama umekuwa ukifuatilia mafundisho mbalimbali, ama ndio siku ya kwanza leo umeingia kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, unaanza kufuatilia mafundisho haya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa kuwa umechagua jambo lililo jema, umechagua neno lililo jema, umechagua baraka za Mungu kupitia mafundisho haya. Somo hili la leo ni somo ambalo linahusiana na jaribu. Ni somo ambalo linatufundisha zaidi. Na somo hili linatoka katika kile kisa cha yule mjane wa Sarepta. Na kichwa cha somo kinasema huwezi kuvuka bila kujaribiwa. Ili uvuke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima ujaribiwe. Ili ufikie viwango vingine, lazima ujaribiwe. Hakuna namna ambayo mwanadamu anaweza kutoka hatua A kwenda hatua B bila majaribu. Sasa kadiri unavyozidi kuongezeka viwango, ndivyo unavyozidi kupata majaribu ya kishindo. Majaribu ya kishindo, yani ni majaribu ambayo ni mazito, yanahitaji mtu ambaye ni mkomavu zaidi wa kiroho, ambaye anaweza kuyaona majaribu hayo kama ni ushindi, ama anaweza kuyaona majaribu hayo kama fursa. Lakini pia inahitaji neema kubwa sana ya Mungu ili kuweza kuvuka kwenye aina ya majaribu kama hayo. Kujaribiwa. Wengi kati yetu tunapata majaribu ya kila aina, madogo madogo, ya saizi ya kati, makubwa makubwa, na yale majaribu ya kishindo. Yani yale kama majaribu ambayo aliyekutana nayo Ayubu. Yale sio majaribu makubwa. Yale ni majaribu ya kishindo. Yanahitaji msuli wa imani. Yanahitaji neema kubwa sana ya Mungu kuweza kuvuka kwenye majaribu hayo. Lakini ukifikia level hiyo, ukifikia hatua hiyo, maana yake ukivuka kwenye hilo jaribu, wewe utakwenda viwango visivyo vya kawaida. Maana kuna viwango vya kawaida, alafu mtu anaweza akavuka akaenda viwango visivyo vya kawaida. Yani pale ambapo unahisi kwamba haiwezekani, ndipo itakapoenda kuwezekana. Pale ambapo wewe utasema nimefikia mwisho, ukilivuka jaribu, ndio utakuwa mwanzo mpya wa kufanikiwa kiasi ambacho wewe mwenyewe haukuweza kutarajia. Unapitia jaribu la aina gani? Kitu gani unaona kama kimekutatiza? Jambo gani na kufanya unaona kwamba dunia hii sasa sio tena ya kwako? Hilo ni jaribu lipi? Ni changamoto gani ambayo unapitia kiasi unaona kwamba haustahili tena kuwepo hapa duniani? Ni changamoto gani? Halafu chukua muda kutafakari kwamba kweli mimi changamoto hii imenishinda? Kweli mimi mtu wa Mungu hii changamoto imenishinda? Jambo hili mimi siliwezi? Inawezekana ndoa yako, nasema ndoa hii imenishinda kweli. Yani hii ndoa imefikia hatua mimi kuona duniani sifai tena. Inawezekana watoto wako, unasema watoto hawa wamenishinda kweli, kiasi cha kusema mimi sioni faida ya kuwa na watoto. Inawezekana ni kazi yako, sema hii kazi kweli imenishinda. Yani nimeshindwa kuendelea hii kazi kupitia jaribu hili. Mungu naye ameshindwa kunivusha kwenye hili jaribu. Jaribu lako limekuwa sio fursa tena, limekuwa sio sehemu ya wewe kwenda kufanikiwa. Unajiuliza maswali mengi. Lakini ukweli ni kwamba hauwezi kufanikiwa ukavuka kwenda viwango vingine
bila kujaribiwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, kuna habari ambayo inamhusu Eliya. Eliya ambaye alikuwa anaishi kama mtumishi wa Mungu, alikuwa Israeli chini ya utawala wa mfalme Ahabu, ambaye Ahabu huyu alikuwa na mke aliyekuwa anaitwa Yezebel. Sasa hapa kulikuwa kuna shida kidogo, kwamba Ahabu alikuwa ni mfalme ambaye walau alikuwa na hofu ya Mungu, lakini mke wake ambaye alikuwa anaitwa Yezebel, huyu alikuwa ni mtu ambaye anaabudu zaidi miungu. Kwa hiyo akamuingiza na mume wake kwenye kuabudu miungu. Wala mume wake alikuwa na hofu fulani fulani, lakini Yezebel hakuwa na hofu. Alikuwa ni adui wa watumishi wa Mungu, alikuwa ni muovu kupindukia, na hata pale mume wake alipokuwa ana hofu juu ya jambo fulani, yeye aliingilia kati, ikibidi hata kumuua mtu ili ile jambo liweze kufanikiwa. Tunaona kwamba Ahabu alisababisha Nabothi afe, na Mungu alighadhabikwa na kitendo hiko, akasema damu iliyomwagika pale, ilipomwagika damu ya Nabothi, ndipo damu yako Yezebel itakapolambwa na mbwa. Kwa hiyo Mungu alighadhabika. Hivi vilikuwa vitendo vya nani? Vya Yezebel. Na Yezebel aliua watumishi wengi sana wa Mungu. Alisababisha watumishi wajifiche wengi sana kwa ajili yake. Hata Eliya alikimbia sana kwa sababu ya kumhofia Yezebel, kwa sababu ya ile lengo kuu kabisa la kuwaangamiza watumishi wa Mungu. Huyo alikuwa ni mtu ambaye, mwanamke ambaye alikuwa anaabudu zaidi miungu. Hakumwabudu Mungu wa mbinguni, aliabudu miungu yao, miungu ya nyakati hizo, miungu ya bahari, miungu ya uongo alikuwa anaiabudu. Kwa hiyo neno la Mungu hakutaka kabisa kulisikia. Sasa kuna jambo moja litakwenda kutafakarisha la ajabu sana, ambalo limenisababisha nikafundisha somo hili, ama nikuletee somo hili, kwamba huwezi kuvuka bila kujaribiwa, na majaribu yanatofautiana, ila jaribu hili ninalokufundisha leo ni jaribu la kishindo, jaribu ambalo linahitaji msuli wa imani uweze kulivuka, sio jaribu la kawaida. Yaani pale wewe unapohisi kwamba unahitaji, alafu anakuja mtu ambaye anahitaji zaidi yako, sijui utafanya nini. Ndicho kinacho tufundisha katika huyu mjane wa Sarepta. Bahati mbaya sana jina lake halikuandikwa anaitwa nani, mjane wa Sarepta. Sasa baada ya matukio ya uovu kuendelea, uovu mwingi, tusome kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17, twende kwenye aya ya kwanza na kuendelea. Nasema, basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Nasikia hapo, baada ya uovu Eliya anawaambia kwamba hakutakuwa na mvua wala umande. Sijui kama inakutafakarisha vizuri. Yaani mvua hainyeshi. Sio mvua tu, ukiamka asubuhi na mapema majani yanakuwa na umande. Yaani hata ule umande hautokuwepo. Yaani kana kwamba jua lilikuwa linawaka masaa 24 lakini lilikuwa linaonekana. Ndio maana yake. Unajua mchana, jua la mchana huwezi kupata umande, si ndio? Maana yake hata uamke saa ngapi majani hayakuwa na umande. Yaani walao mngeweza kulambalamba majani umande kwenye majani muokoe maisha yenu. Eliya anasema hakutokuwa na mvua wala umande katika miaka hii. Na kweli ikapita miaka 3 na miezi 6 hakuna mvua. Hakuna mvua. Na Eliya akaondoka, akaanza kwenda kujitenga sehemu zingine. Na shida hii pia ilimkuta na Eliya, sio kwamba Eliya ikumkuta, ilimkuta wakati alikuwa kule Israeli. Alihama kutoka kwenye kijito fulani, akaenda akatumwa sasa kwenda kwa huyu mjane wa Sarepta. Na hapa ndipo kwenye kiini kabisa cha somo la leo. Nini kilitokea kuhusiana na mjane wa Sarepta? Mwanzoni Eliya alikuwa ametumwa na Mungu akakae kwenye kijito, na kunguru walikuwa wanamletea Eliya chakula asubuhi na jioni. Walikuwa wanamletea mkate na nyama asubuhi, alafu walikuwa wanamletea mkate na nyama jioni. Eliya alikuwa anakunywa maji ya kile kijito. Wakati huo bado ukame hujachanganya. Baada ya kile kijito kukauka, ndipo Mungu anamtuma Eliya, anamwambia toka hapo, nenda kwa huyu mjane wa Sarepta. Atoke aende huko.
Wakati Elia anaenda kwa mjane wa Sarepta, kuna jambo pale lilitokea ambalo halikuwa la kawaida. Yule mjane hakuwa na kitu, lakini neno la Mungu limemfikia Elia na kumwambia, nenda kwa mjane wa Sarepta, nimeagiza akulishe. Hapa naomba tutafakari vizuri. Mungu anaagiza mjane wa Sarepta amlishe Elia, wakati kiuhalisia mjane wa Sarepta hakuwa na kitu. Alikuwa amebakiwa na mafuta kidogo na unga konzi dogo ambao anaweza kula, na ndio la mwisho. Yani akila hilo, njaa ikiwashika tena ndio bye bye. Alikuwa yeye na mtoto wake. Sasa kwa nini Mungu anasema kwamba amemtuma mjane wa Sarepta amlishe Elia? Hii inatafakarisha zaidi. Hili ni jaribu kubwa sana ambalo huyu mama alikutana nalo, na ndio jaribu la kishindo, lakini kumbe katikati ya jaribu ndipo kwenye kuvuka. Katikati ya jaribu ndipo kwenye kuvuka. Tusome aya 9. Hii sura ya 17 aya 9 inasema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Sasa nini kilitokea? Aya inayofuata ya 10. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwepo akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Yule mjane alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Sikiliza majaribu haya. Yule mama hana chochote, anakaunga kidogo na mafuta kidogo, anatafuta kuni awashe moto ali na mwanae wafe. Alafu Elia anamwambia, niletee kipande cha mkate kidogo. Anakitoa wapi? Jaribu la aina hii ungelikuwa ungesema nini? Ungelikuwa ungefanya nini? Majaribu ya aina hii yanakupata hata wewe katika maisha yako. Unafikia kwenye majaribu ya kusema kwamba mimi ni bora nife, alafu anakuja mtu anasema nisaidie. Yani tatizo lilonalo wewe linakutatiza kiasi cha kusema ngoja nikajinyonge, alafu anakuja mtu ana tatizo hilo hilo anakuambia nisaidie ndugu yangu, hivi mimi natatuaje tatizo langu hapa? Wewe ungemjibu nini? Tunajifunza kitu cha ajabu sana, kwa sababu huyu mama hana chakula na hicho anachoenda kutengeneza wala hakitoshi. Anasema tu kwa sababu ndo kipo kidogo na cha mwisho, ngoja nile nife, sina namna nyingine. Alafu anakuja mtu anakuambia nitengenezee chakula nile, yeye ana shida hiyo ya chakula, alafu chakula kile hakuna. Wewe ungekuwa ndio wewe, ungefanya nini katika dunia ya leo? Kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu anakutaka utafakari. Wakati wewe unaona kwamba ni tatizo, kumbe Mungu amekuchagua wewe uwe suluhisho. Hiyo nakuomba ubebe. Wakati changamoto ulionayo unaona imekushinda, Mungu amekuchagua kupitia changamoto ulionayo iwe suluhisho kwa wengine wapate kuvuka. Kwa sababu ukitaka kulijua hili, ndio maana Mungu anamwambia Elia aende kwa mjane wa Sarepta, amemuandaa ili amlishe. Kwa hiyo wewe wakati unaona una changamoto na ndoa yako, kumbe Mungu anakutaka wewe ndiye uwe mfundishaji mzuri kuhusiana na changamoto za ndoa. Wewe unataka kwenda kujiua, wewe unataka kuachana na ndoa yako, Mungu anakuita uwe mwalimu mzuri wa ndoa kwa wengine. Ndio sawa sawa na kisa cha mjane wa Sarepta tunakiona hapa. Wakati wewe unaona watoto wako wamekushinda, Mungu amekuandaa ili uwe funzo kwa watu wengine ambao wanashindwa kulea watoto wao. Wakati wewe ambao unasoma chuo umeshindwa chuo, ndio Mungu anakuandaa kupitia chuo hiko uwe walimu wa wengine ambao wameshindwa chuo, wamekata tamaa. Yaani wewe umekata tamaa, alafu Mungu ndio amekuandaa wewe uwasaidie wengine waliokata tamaa. Inawezekanaje katika akili ya kawaida hii? Unaona kabisa haiwezekani. Lakini tunaona Mungu anasema ndiye kamwandaa mjane wa Sarepta. Kwani kule Sarepta kulikuwa kuna wajane wangapi? Walikuwa wengi. Kwa nini Mungu alimchagua mjane huyu? Maana yake alimuandaa kama vile neno la Bwana lilivyomjia Elia, na ndio maana akaenda kwa mjane wa Sarepta, ndiko alipoagizwa kwenda sehemu nyingine. Lakini mjane wa Sarepta hakuambiwa chochote wala hakuwa anajua chochote, kwa sababu kama angejua chochote, alivyokuja tu Elia angejua kwamba huyu ndiye niliambiwa. Hakujua chochote. Lakini Elia anajaribu kumuelewesha kwamba nini kinaendelea. Ukiona twende kwenye aya inayofuata. Baada ya kumwambia aje na mkate mkononi mwako, aya ya 12 anasema nini? Anasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami niokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu
tuule tukafe. Kwa nini ananiambia tuule tukafe? Kwamba hakuna, yani haitoshi, yani kwamba tukila hiki ndio basi, kwa hiyo tule tukafe. Njaa ikija tena hapa ndio bye bye, hakuna kingine, hakuna kingine. Lakini Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Aya 18 anamwambia, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Hapo ndipo anampa taarifa sasa kwamba Bwana Mungu wa Israeli anasema nini? Lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Baada ya yule mjane kujibu kwa unyenyekevu na kwa kusema ukweli, kama Bwana aishivyo, sina chochote zaidi ya konzi moja ya unga kwenye pipa na mafuta kidogo ambayo nitajipikia mkate mimi, nafsi yangu na mwanangu, tule tufe. Lakini Elia anamwambia sawa, nenda akafanya hivyo, lakini utakavyofanya huo mkate utakaotengeneza wa kwanza uwe wa kwangu. Leo imani kama hiyo ungefanyaje? Wangapi unakuwa na hela yako tu imebaki, ndio imebakia hiyo, mtu anakuambia bwana, mimi nina changamoto kweli, nisaidie kiasi fulani cha hela. Unamjibu tena umenyoosha maelezo kabisa kwamba mimi mwenyewe nina shida zangu kibao, nikusaidie wewe. Majibu ya leo hayo. Wewe ungekuwa na mjane wa Sarepta ingekuaje? Maana yule alijibu kwa unyenyekevu. Angeweza kumwambia, yani wewe hauna akili kabisa, mimi mwenyewe sina kitu, unajua kabisa hapa mvua yenyeshi, unategemea mimi nitakupa? Mimi mwenyewe mjane na mtoto ananitegemea. Wangapi wanalalamika malalamiko namna hiyo? Mimi mwenyewe mjane, sina mume, hamna kunisaidia. Wewe unakuwa kama una akili, na maneno ya kashfa ambayo mtu anaweza katamka. Lakini huyu mjane anatufundisha kwamba hakutamka maneno hayo ni kwa sababu alikuwa mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ijapokuwa ile shida ilikuwa ni kubwa, hakutaka kuweka shida mbele. Akamweleza tu, kama Bwana aishivyo, mimi sina kitu isipokuwa nina konzi ya unga na mafuta kidogo. Alimjibu kwa unyenyekevu. Na asijue kama ile mtumishi wa Mungu sio tu mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu mwenye nguvu zisizo za kawaida. Na kwa kuwa Mungu alikuwa ameshamuandaa, lakini alimwandaa, angeweza kukataa. Sio kumwandaa tu. Unajua wangapi mmeandaliwa na Mungu na mmekataa? Wangapi wameitwa kwenye huduma ya kumtumikia Mungu na wamekataa, na huduma hizo wanadaiwa mpaka leo? Maana unaweza kusema kwa kuwa aliambiwa na Mungu basi alimtia nguvu. Hakuna. Wapo watu wangapi unawajua wameitwa kwenye huduma na wamekataa huduma? Wengi kabisa. Wanacheza tu katika maisha yao, hawataki kufanya huduma ya Mungu. Wengine wameitwa kwa maneno, wengine wameitwa kwa unabii, wengine wameitwa kwenye ndoto, wengine wameitwa kwenye maono, tena kwa kusisitizwa, bwana wewe ufanye kazi fulani. Wamegoma. Sasa wakiwa wamegoma na ni watu wa Mungu, vipi kuhusu mjane wa Sarepta? Mungu alimwandaa ili akikubali ule ujumbe wa Mungu ufanye kazi. Kwa kama yule angekataa, inawezekana kabisa kwamba Mungu angechagua Elia aende sehemu nyingine, kwa sababu ile ilikuwa choice number 1. Elia alikuwa amekaa kwenye mto na alikuwa analishwa na kunguru, kumbuka. Sehemu ya kwanza. Kwa hiyo sehemu ya pili anampeleka kwa nani? Kwa mjane. Alipotoka ule mjane, kumbuka, alienda tena akaenda kulala chini ya mretemu, kama unakumbuka vizuri. Elia alikuwa na safari ndefu. Lakini kwa unyenyekevu wa yule mjane akajibu vile, alafu akaenda kutengeneza kama vile yule mtumishi wa Mungu Elia alivyosema, akamletea mkate na akaendelea kujitengenezea mkate wake. Nini kilitokea? Ule unga haukuongezeka. Kwa sababu hatuambiwi kama unga uliongezeka. Yale mafuta hayakuongezeka. Isipokuwa tu ule unga haukuisha. Yaani maana yake alikuwa kila kiuchoto anabaki vile vile. Ndio jibu lake. Na yale mafuta alikuwa kila kiamimina anabaki vile vile, ili Mungu amuoneshe kwamba neno lililoambiwa halikuwa neno la kawaida. Ni neno ambalo lilikuwa lina nguvu ya Mungu ndani yake. Kwa hiyo jaribu la mama huyu, jaribu la mjane, tena ni mjane, mtu ambaye yani alikuwa tia maji, akaweza kuvuka. Vipi wewe unapojaribiwa unaweza kuvuka? Nikuulize swali tena, umewakataa watumishi wa Mungu wangapi waliokuja nyumbani kwako, waliokuja mbele yako, waliokuja kuzungumza na wewe katika shida tu fulani fulani? Sio tu watumishi wa Mungu, inawezekana malaika waliokuja katika maisha yako wakakuongelesha jambo fulani ukalikataa. Kwa nini? Kwa kutokujua kama wewe ni malaika, kwa kutokujua kama wewe ni mtu mashuhuri, ukakataa. Kwa hiyo somo hili linatufundisha kwamba kwenye changamoto kubwa ndipo kwenye kuvuka katika kivuko kikubwa. Wangapo walikufa katika
tatizo lile ambalo mvua ikunyesha miaka 3.5. Miaka 3.5 sio kitu cha kutania. Maanake watu walipoteza uhai, masikini wengi walikufa. Waliweza kusurvive wakiwa na mali ndio kidogo, waliweza kujiweza wakasurvive. Ndio maana mama anakuambia kwamba mimi nakula hapa nife. Kwa hiyo inaonyesha kwamba masikini wengi walikufa kwa sababu majani yalikauka, hakukuwa na majani. Unayapatia wapi? Mvua ya miaka 3, ukame. Mwaka mmoja tu isiponyesha mvua yake mnaijua. Kashishi yake mnaijua. Miaka 3.5, miaka 3 na miezi 6 mvua hainyeshi. Unaweza kufikiria kwamba tatizo lilikuwa kubwa kiasi gani? Kwa hiyo Mungu anapokuletea jaribu, unapopata jaribu, tuliza akili na kufundisha kitu hicho leo. Yaani ninaposomo hili likufundishe kwamba unapopatwa na jaribu utulize akili. Upate kujua jaribu hili lina kusudi gani? Kwa nini Mungu anaruhusu hilo jaribu likupate? Mungu ameruhusu jaribu ili uvuke uende wapi? Kwa hiyo ukituliza akili yako kuanza kuelewa kwamba hapa kuna uwezekano kabisa ya kwamba kuna kusudi la Mungu. Au hapa kwenye hili jaribu hapa kuna mzigo wa shetani ameniletea. Lakini haijalishi hata kama akikuletea shetani wa mzigo, mwambie Mungu, Bwana wa majaribu ambaye anaweza kushinda majaribu yote. Na ishara hii alionyesha Yesu kwamba ni Bwana wa majaribu. Unajua kuna vitu Yesu alivifanya watu waliviona kama mchezo. Nitakupa mfano mdogo. Yesu kuna mahali alijidhihirisha kwamba yeye ni Bwana wa majaribu. Ndipo Yesu alipotembea juu ya maji. Kutembea juu ya maji ishara ya kujaribiwa. Haikuwa joka, yani ile haikuwa kitu cha kawaida. Hakikuwa kitu ambacho cha mzaa au cha mchezo. Yesu alipotembea juu ya maji alikuwa anafundisha kwamba yeye ni Bwana wa majaribu. Ndio ilikuwa maana yake. Anaweza kutembea katika jaribu lolote, ndio maana Yesu alitembea juu ya maji. Kwa hiyo ukimfuata Yesu atakuvusha kwenye jaribu lolote. Anayenielewa ananielewa vizuri. Petro akajaribu kutembea, alafu akaenda akazama. Sasa imani yako iko wapi? Unaamini alafu unajiuliza maswali, ndio maana umezama, akamuokoa. Kwa hiyo na wewe inawezekana unapita kwenye jaribu, alafu unaanza kuvuka, alafu unajiuliza nitaweza kweli? Unapotea. Yesu anakuambia unaenda wapi? Lakini ukimwita Yesu, Bwana, hili jaribu linahusu nini? Yesu anakuvusha. Kama mjane wa Sarepta ambaye aliandaliwa na Mungu na akavuka. Katika akili ya kawaida haikuwa rahisi kuvuka. Yule mama alikuwa na imani ya kutosheleza kabisa, ndio maana aliweza kuvuka katikati ya jaribu. Na wewe ukumbuke, unaweza ukaona unapitia kwenye jaribu, lakini wewe ndio mwalimu wa majaribu. Hilo ukae nayo vizuri kabisa. Na kitu kingine ambacho tunamuona mjane wa Sarepta kwamba yeye alikuwa ni mwalimu wa majaribu, kwa sababu hana chakula alafu anamlisha mhitaji. Sio kitu chepesi. Wakati wewe hauna chakula cha kulisha familia yako na watoto wako, anakuja mtu anahitaji msaada wa kula na mambo yanayofanana hiyo. Kwa hiyo unapohisi kwamba jaribu limekupiga, hebu muulize Mungu, natakiwa kuwa mwalimu wa jaribu hili au linataka kunivusha kwenda wapi? Yule mama alipata bahati ya pekee, mpaka mvua inanyesha, watu wamekufa, watu waliteketea. Shida ilikuwa kubwa sana kipindi kile sana, lakini yeye alitiririka tu. Akiwa dakika za mwisho, dakika 90 kabisa ya kukata tamaa, anasema sasa hapa hakuna namna, na ndipo ilipoinuka neema isiyo ya kawaida. Kwa hiyo unapopita katikati ya jaribu kubwa, ndipo neema kubwa inapoinuka. Yusufu alijaribiwa nusu afe, mitego ya kila aina. Alipovuka majaribu makubwa, ndipo Yusufu akawa waziri mkuu, akitokea gerezani. Amefungwa gerezani miaka 2. Yusufu amekaa gerezani, hana kosa, amekaa gerezani. Na Yusufu alifungwa gereza ambalo hakukuwepo wa kumtoa. Kama mnasoma Biblia vizuri, palifungwa kwa wafungwa wale wa mfalme. Yani mfalme akisema akae rubande, huyo ndio alikuwa amefungwa kule. Sasa kumbuka, Potifa alienda kumfunga chumba kile, mfalme hana taarifa. Kwa hiyo taarifa ya Yusufu alikuwa wapi? Alikuwa nayo Potifa peke yake. Kama Potifa angekufa, yule angeozea kule jela, lakini akavumilia, hakusema chochote wala kufanya dhambi. Mungu akafanya nini? Akamuinua katikati ya jaribu kubwa. Mwangalia Ayubu, akapigwa jaribu lisio la kawaida. Ungelikuwa ungefanya nini? Ayubu hakumkufuru Mungu, na mwisho kilitokea nini? Ayubu alirudishiwa mali zote mara 2, Biblia inasema, na alikuwa na watoto wengine wazuri kuliko wale.
Kila mmoja katika nchi alisema ukitaka watu wazuri, watoto wazuri, nenda kwa Ayubu, wapo huko. Nchi nzima ilijua hivyo, lakini baada ya nini? Kupita kwenye moto mkali. Kwa hiyo kumbe, unapopitishwa kwenye jaribu kali, usilalamike. Mwambie Mungu, nakusii, ninakuomba unipe neema nivuke hapa ili nikawe mtu mwingine. Usikate tamaa. Jaribu lina maana kubwa sana. Watu wengi wameshindwa kufikia destination zao kwa sababu ya kulalamika. Watu wameshindwa kufikia hatua zao, wameshindwa kufikia mafanikio yao kwa sababu tu ya kulalamika pale jaribu linapokuja. Kwa hiyo somo hili likufundishe kwamba unapopatwa na jaribu, wa kwanza kumkimbilia Bwana wa majaribu, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Usianze kunungunika peke yako, usianze kumtafuta mchawi, usianze kusema sijui ananulia wivu. Wewe mlilie Yesu tu. Sasa Yesu atakwambia, hapa kuna wivu, pita njia hii, utafanikiwa mwanangu. Kumpiga chura teke ni kumwongezea nini? Mwendo. wa Swahili unasema. Sasa unapigwa teke, usogee mbele, unaanza kulalamika. Usiwe na utamaduni wa kulaumu watu. Acha kulaumu watu. Kulaumu hakujawahi kumsaidia mtu hata siku moja. Utalalamika, hakuna suluhisho. Lakini ukienda mbele ya Mungu, ukienda mbele ya Yesu ambaye ni Bwana majaribu, lazima atakuvusha kwenye jaribu lako, kwa sababu yupo na wewe, hakuachi. Lakini ukilalamika, na Yesu anakaa na kuangalia tu. Ukienda mbele zake atakwambia, hapa pita hapa mwanangu, vuka, atatokea pale. Watesi wako utakuwa unawapungia mkono tu. Namna hii unaenda zako unawapungia mkono. Wanasema yule. Inaishia hivyo hivyo. Umeshapita, umeenda zako, umekubali kukaa vizuri kwenye jaribu. Mungu amekuvusha na jaribu lilokufanya umefikia kuwa katika viwango vingine. Shalom. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Maana kutenga muda, kuanza kufungua simu yako, kuingia kwenye mitandao ya kijamii, kusikiliza mafundisho nayo inataka moyo. Kwa hiyo unapokuwa unafuatilia mafundisho haya, sisi kama timu ya Mikono ya Kristo tuna kila sababu kusema tunakushukuru kwa kuwa umechagua jambo lililo jema. Endelea kufuatilia mafundisho haya kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Share kwa wengine kadiri uwezavyo. Tunapatikana pia katika channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Kuna mafundisho huko, tunaendelea kufundisha. Zipo namba za simu hapo, unaweza ukatupigia kama una jambo private unataka tuongee, tupigie tu, namba ziko hapo. Wewe uliokuwa nje ya nchi, popote pale, namba ya WhatsApp ipo hapo. Save hizo namba, utaanza na jumlisha 255, tupigie. Mungu hana mipaka. Popote ulipo atakuhudumia. Tumeshahudumia watu wengi sana na wamebarikiwa huko aliko. Mungu amewabariki. Bwana wa mbinguni, Bwana wa majeshi hana mipaka. Anahudumia popote pale ulipo. Kwa hivyo usisite kuwasiliana na sisi, wala usiwe na changamoto. Huduma hii ni bure, wala usianze kufikiria itakuwaje kumuona mtumishi. Hakuna. Wewe tu piga simu, tutaongea, tutakuhudumia. Mungu ndiye anayetenda, atakutendea mambo makuu na ya ajabu katika maisha yako yale ambayo hujawahi kuyaona. Haleluya. Ninakushukuru kwa ajili ya yote. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.